Halo, habari. Nimekuja na elimu mpya leo. Mbona wengine wanaandika kwa njia SMS, lakini wengi wanasema kusoma itachukua muda mrefu, kwa afadhali hata bora ya kuweza kusikiliza. Sasa nimekuja kujua au tujifunze kidogo kuhusiana na kitu gani kinachoweza kupelekea watu wengi sana sasa hivi wanapata vidonda vya tumbo. Je, sababu ipi hasa ambayo inasababisha watu wapate vidonda vya tumbo? Moja, sababu ni kuwa na mdudu anaitwa Helicobacter pylori. Huyu Helicobacter pylori au unasema H pylori kifupi, ni mdudu ambaye anasababisha vidonda vya tumbo asilimia kama 90 kubwa. Na huyu mdudu anatokana kwenye vitu mbalimbali, aidha kwenye vyakula, maji na kadhalika na kadhalika. Lakini huyu mdudu akishakupata, mara nyingi anasababisha vidonda vya tumbo, mtu tumbo linakuwa inapata vidonda vya tumbo, kwenda kupima, waenda kusema mwangalie huyu mdudu, anakwambia bwana mdudu yupo na vidonda inaonekana upo navyo. Lakini mdudu pia anaweza kuwa treated au anaweza kuwa restricted au kuzuilika kutumia dawa mbalimbali kutegemeana na severity ya kwa kulionayo. Lakini sababu nyingine ikiwa ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unapelekea sana kuzalishwa kwa asidi nyingi ambayo inaenda kupangua kuta za tumbo baada ya kusababisha nini? Vidonda. Lakini nyingine ambayo inasababisha ni matumizi ya dawa za kutuliza maumivu kwa muda mrefu. Unakuta mtu miezi miwili, miezi mitatu kunywa tu kama vile aspirin, panadol, diclofenac na kadhalika. Si nzuri sana kutumia kwa muda mrefu. Ndio maana hata ukimpeleka hospitalini ukiumwa tu homa za kawaida utakuandikia tu kutumia angalau siku 3, lakini unaweza kuzidishiwa endapo kuna reason au sababu kubwa ambayo inasababisha mtu uendelee kutumia hizo dawa za nini, za maumivu. Lakini shida yake kubwa zinasababisha sana vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine pia unywaji wa pombe kupita kiasi pamoja na uvutaji wa sigara. Kwa hiyo hii nayo inaenda kupelekea sana uzalishaji wa asidi nyingi sana na kudhoofisha kuta ya tumbo, baadaye inakuwa ni dhaifu sana kuweza kusababisha vidonda vya tumbo kuweza kutokea. Lakini nyingine, aina ya ulaji wa vyakula mbalimbali. Kuna baadhi ya vyakula vingi sana vina asidi, au kama mtu kwa vidonda vya tumbo vinasababisha kuongezeka zaidi, kama vile pilipili au vyakula vyenye asidi kali. Lakini nyingine pia sababu inapelekea ni inheritance, maana yake ni kurithi. Kuna watu tu automatically matumbo yao wanazaliwa na asidi, yanakuwa matumbo yao yana uwezo wa kuzalisha asidi kubwa sana au nyingi. Kwa hiyo hawa ni rahisi sana kuweza kupata au vidonda vya tumbo. Sasa je, huyu mtu anaweza akasaidiwaje? Kusaidika huwa inategemeana na causes, wewe vidonda vyako vimesababishwa na kitu gani hasa, ili ukaweza kupata hivyo vidonda. Kama Helicobacter pylori, manake moja kwa moja kuna dawa ambazo za kuweza kupambana dhidi ya huyo mdudu. Lakini kama inasababisha vitu vingine, pia kuna dawa ambazo zimesababisha tu na wingi wa asidi, kwa dawa ambazo tutakapewa ili kupunguza kiwango cha asidi na baadaye mtu kupona kabisa. Japokuwa kuna muda inakuwa ni changamoto sana kupona mtu endapo ana huyu mdudu H pylori. Muda mwingine inakuwa ni ngumu sana kutoka. Muda mwingine mtu anaweza akawa navyo through lifetime zote, kipindi chote cha maisha akawa naye tu mdudu, lakini anaendelea tu kumdhibiti ili asilete madhara zaidi. Asante.